Tunapoendelea na uchambuzi wetu wa Injili kwa mpangilio wa matukio, Marko sura ya 14, Luka sura ya 22 na Mathayo sura ya 25 zote zinachangia kwenye tukio tunalotazama hapa kwenye mlima wa Mizeituni. Tunaliita hili mafundisho ya mlima wa Mizeituni. Yesu ameketi pale kwenye mteremko wa mlima na anawafundisha wanafunzi wake kuhusu matukio yatakayomtangulia kurudi kwake baada ya kipindi cha dhiki kuu. Sasa haya yote ni mapya kwao, na nina uhakika ilikuwa habari ya kushangaza sana kwao kuweza kuelewa. Na ningependa tukumbuke kwamba hata ingawa Bwana anawafundisha wanafunzi wake hapa, pia anatufundisha sisi leo. Lakini nataka ukumbuke kwamba maneno yake katika mafundisho haya ya mlima wa Mizeituni yanalenga hasa kizazi cha waumini wa baadaye ambao watamfuata Kristo wakati wa kipindi cha miaka 7 cha dhiki kuu. Na niambie, hao watadhamini sana Mathayo sura ya 25. Sasa Bwana anatoa mifano miwili ili kuonyesha umuhimu wa waumini wa kipindi cha dhiki kuu kuwa macho wakisubiri kurudi kwake duniani. Sasa kurudi huku hakumaanishi unyakuo. Unyakuo hutokea kabla ya dhiki kuu, wakati Bwana anawaita waliokombolewa wake juu mawinguni na kutuchukua moja kwa moja hadi nyumbani kwa Baba. Lakini hapa katika Mathayo sura ya 25, Yesu anazungumzia kuhusu kuja kwake hadi hapa duniani kabisa. Kwa kweli anashuka hadi Yerusalemu, na hilo linatokea mwishoni mwa dhiki kuu anapoweka ufalme wake. Sasa mstari wa kwanza unaanza na mfano wa kwanza unaoelezea hukumu inayokuja juu ya wote wanaomfuata mpinga Kristo. Yesu anasema ufalme wa mbinguni utakuwa kama wanawali 10 waliotwaa taa zao na kwenda kumlaki bwana arusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye hekima. Kwa maana wale wapumbavu walipochukua taa zao hawakuchukua mafuta pamoja nao, lakini wenye hekima walichukua chupa za mafuta pamoja na taa zao. Sasa tena haya ni maneno yanayohusiana na harusi, na desturi ya wakati huo ilikuwa bwana arusi kwenda kumchukua bibi arusi na kumrudisha nyumbani kwa baba yake kwa ajili ya karamu ya harusi. Hawa wasichana vijana katika mfano huu wanasubiri kujiunga na msafara wa kurudi nyumbani kwa bwana arusi kwa ajili ya karamu. Unaweza kuwaita wasimamizi wa bibi arusi. Sasa bwana arusi anafika usiku wa manane. Wanawake 5 kati yao hawana mafuta kwenye taa zao na wanabaki gizani. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 13, kesheni basi, kwa maana hamjui siku wala saa. Kwa hiyo jiandaeni kwa kuja kwake. Sasa mfano unaofuata unaelezea mtu aliyewapa watumishi wake pesa na alitaka waiwekeze. Mtumishi mmoja alipewa talanta 5, mwingine akapewa talanta 2 na mwingine talanta 1. Kwa njia, talanta 1 ilikuwa na thamani ya takriban miaka 16 ya mshahara wa mtu wa kawaida. Hivyo basi, talanta ilikuwa pesa nyingi sana. Kwa kweli ilikuwa ndiyo kipimo kikubwa zaidi cha fedha kilichotumika wakati wa Yesu. Sasa Yesu anaelezea kinachotokea baadaye hapa kwenye mstari wa 16. Yule aliyepokea talanta 5 alienda mara moja na kuzifanyia biashara, akapata talanta 5 zaidi. Vivyo hivyo, yule aliyekuwa na talanta 2 alipata talanta 2 zaidi. Lakini yule aliyepokea talanta 1 alienda akachimba ardhini na kuficha fedha za bwana wake. Basi Yesu anaendelea kusema kuwa Bwana alirudi, akawasifu wale watumishi wawili waliowekeza kwa hekima. Aliwaita kila mmoja wao watumishi wema na waaminifu, lakini alimlaani yule mtumishi aliyeficha fedha zake ardhini, akimwita hapa kwenye mstari wa 26 mtumishi mwovu na mvivu. Alikuwa mvivu sana kufanya chochote na hiyo talanta, hata hakupata riba yoyote. Kwa kweli anamlaumu bwana wake kwa tabia yake mwenyewe. Bwana anaamuru mtu huyu aadhibiwe. Sasa funzo la hadithi hii ni wazi kabisa. Waumini wa kweli wanajali matakwa ya bwana wao. Wasioamini hawamjali kabisa Bwana. Sasa katika sehemu iliyobaki ya sura ya 25, Yesu anatoa maelezo halisi kuhusu hukumu hii. Anazungumza hapa katika mstari wa 31. Wakati mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, ndipo ataketi juu ya kiti chake cha enzi chenye utukufu.
Mbele yake watakusanyika mataifa yote, naye atawatenganisha watu mmoja mmoja kama mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. Tena sasa Yesu anazungumzia kurudi kwake mwishoni mwa dhiki kuu. Sasa anaketi juu ya kiti cha enzi halisi katika ufalme wake wa milenia halisi. Hakuna haja ya kujaribu kufasiri haya kwa njia ya kiroho. Haya yatatokea halisi kabisa. Na haya mataifa halisi, yaani wote ambao bado wako hai duniani, watakusanywa mbele ya kiti chake cha enzi ili wahukumiwe. Wale wanaomwamini Kristo wataingia katika ufalme wake wa miaka 1000. Sasa usichanganye hukumu hii hapa na ile iliyoelezewa katika Ufunuo sura ya 20. Hiyo ndiyo hukumu ya kiti kikuu cheupe cha enzi. Hiyo itatokea baada ya miaka 1000. Kama kichwa chako kinazunguka sasa hivi, tulia. Tutachukua muda wa kutosha kuelezea haya yote zaidi safari yetu ya hekima itakapofika kwenye kitabu cha Ufunuo. Lakini sasa turudi kwenye hukumu hii ya wote waliopona dhiki kuu, mstari wa 34. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, ridhini ufalme uliowaandaliwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkanipa kinywaji, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkanitembelea, nilikuwa gerezani mkanijia. Sasa msielewe vibaya hili wapendwa. Huruma yao haijawapatia nafasi katika ufalme. Inaonyesha tu kwamba wao ni wa mfalme. Lakini wanashangaa na wanamuuliza Bwana, hapa lini tulikufanyia mambo hayo? Na mfalme Yesu anajibu hapa katika mstari wa 40, kama mlivyomtendea mmoja wa hawa wadogo, ndugu zangu, mlinitendea mimi. Sasa tena, hasa katika muktadha huu, hawa ndugu ni waumini Wayahudi ambao wamepitia mateso wakati wa uharibifu wa mpinga Kristo. Mpinga Kristo atajaribu kuifuta kabisa taifa la Israeli, na ikifanikiwa, ataweza kubatilisha ahadi zote za Mungu kwa watu wake wateule kuhusu nchi halisi, ufalme halisi na kiti cha enzi halisi. Bila shaka, tunajua mpinga Kristo atashindwa vibaya sana, na wote watakaomfuata watapokea hukumu ya milele. Kama Yesu anavyosema hapa kwenye mstari wa 46, hawa wataenda kwenye adhabu ya milele, lakini wenye haki Sasa neno wenye haki linamaanisha wale walio sawa na Mungu, na unakuwa sawa na Mungu kupitia Kristo. Wao wataingia kwenye uzima wa milele. Sasa ngoja nikuambie, watu hawataki kusikia kuhusu hukumu ya kimungu. Kwa kweli si mada ya kupendeza sana, lakini ni halisi, ni ya kweli kabisa. Sikiliza, sumu inapaswa kuwa na lebo ya onyo, sivyo? Dunia hapa inaonywa kuhusu hukumu inayokuja. Lakini habari njema ni hii, huna haja ya kunywa chupa hiyo ya sumu. Yesu alinywa kwa ajili yako alipokufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, alipobeba hukumu yako. Ile maumivu makali ya kutenganishwa na Baba yake, kifo kile msalabani kilifanya iwezekane kwamba ukiamini ndani yake na kumfuata, hutakutana kamwe na hukumu kutoka kwa Mungu, kwa sababu Yesu, kama mwandishi mmoja alivyosema, alichukua kikombe chako na kunywa laana yako yote mpaka mwisho. Kwa hiyo fikiria hili, Yesu anapowafahamisha wanafunzi wake hapa kuhusu hukumu ya milele, miongoni mwao ameketi mwanafunzi aitwaye Yuda Iskariote, na najiuliza alikuwa anafikiria nini. Sasa Mathayo anahamia kwa Yuda hapa katika sura ya 26 mstari wa 14, kisha Yuda Iskariote akaenda kwa wakuu wa makuhani na kuwauliza, mtanipa nini nikimkabidhi kwenu? Nao wakamlipa vipande 30 vya fedha. Sasa ngoja nikuambie, vipande 30 vya fedha vilikuwa ndiyo bei aliyolipwa mtu katika karne ya kwanza kwa mtumwa mzee, mtumishi ambaye hakuweza kufanya kazi nyingi sana nyumbani. Ndivyo Yuda alivyomdharau Yesu. Ndivyo viongozi wa kidini walivyomdharau Yesu. Walitaka afe, lakini kama watalazimika kutoa pesa yoyote ili kumpata Yuda amsaliti, basi watampa kiasi kile kile ambacho wangelipa kwa mtumwa mzee. Hivyo basi, ujumbe ni huu wapendwa. Usiwe kama Yuda.
Kama wewe si muumini kwa kweli sasa hivi, usikae tu hapo Jumapili baada ya Jumapili, usisikilize tu kipindi hiki, halafu upuuze onyo kuhusu sumu ya kifo na hukumu. Lakini kwa wale wetu tunaomwamini, hebu tuhamasike. Yesu anaweza kutuambia yatakayokuja kwa sababu yeye ndiye anayeshikilia yote, na hapa anatupa mwanga kidogo wa yale yatakayotokea mbeleni. Na unajua nini? Dhambi haishindi. Shetani haishindi. Uovu haushindi. Mpinga Kristo haishindi. Shetani anashindwa kabisa, na kila ahadi ya Mungu halisi itatimia kweli. Ahadi yake kwako leo ni kwamba anafanya kila kitu kwa ajili ya mema yako. Hiyo ni ahadi na ataitekeleza. Anaitekeleza leo. Haijalishi mambo yanaonekana vipi, bado anatimiza ahadi zake kwako. Basi hadi wakati mwingine wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.